Hey guys, katika mechi ya jana ya Simba Sports Club imeisha. RS Berkane ndio hivyo kachukua ubingwa mara baada ya kutoka sare ya goli 1-1 na kule kwao wameshinda 2-1, kwa jumla 3-1. Kwa hiyo kachukua ubingwa. Lakini kuna baadhi ya vitu jana nimeving'amua kwa upande wa Simba, kwa upande wa mwamuzi. Berkane naachana kwa sababu Berkane hawatuhusu sisi, Berkane hawatoki Tanzania. Sio muda wa kuzungumzia sasa hivi. Watazungumzia na waandishi habari wa kwao. Cha kwanza kabisa, kwa upande wa makosa ya Simba, kwanza nikianza na Kamara. Kamara ni golikipa mzuri sana, lakini golikipa ambaye anafanya makosa mengi tu, isipokuwa kuna baadhi ya mechi anafanya makosa, lakini mechi inatokea wanashinda Simba, ina maana wanafunikwa na yale makosa. Na ndio maana jana kuna kipindi tumeona alikuwa anashautiana na Ngoma, lakini Ngoma alikuwa sahihi, alikuwa anamuelekeza. Kuna baadhi unafanya makosa mengi sana, kwa hiyo kuna baadhi ya vitu ukifanya na timu ambayo inaweza kuadhibu kweli makosa yako, siku moja itatugharimu sisi. Kwa hiyo ilikuwa hai kabisa kumuelekeza, lakini sio. Kuna baadhi ya wachezaji wanajiona wao huelekeza marefa tu, sio wachezaji wenzao. Kama jana kuna tani moja ambayo alifanya ile ilikuwa ya madhara makubwa, isipokuwa alivyorudisha ndani, wachezaji wa Simba nao walikuwepo katika kuwania ile mipira, walifanikiwa kiasi fulani kwa gasi wachezaji wa RS Berkane na ule mpira ukaona madhara makubwa. Lakini ile kazi mbaya sana, bora hata angetoa mpira ule ungekuwa goal kick, ungekuwa angempia chenga akapiga ndani kabisa mbele, lakini sio kurudisha uelekeo wa goli lake, au angetoa nje, ungekuwa mpira wa kurushwa huko upande wa Kamara. Pili, kwanza jana mechi ilikuwa safi sana kwa Joshua Mutale Budo, na tuliona tu watu wengi lazima huyu ataanza, kwa sababu kutokana na tempo ya mechi, kutokana na turnover za Budo, anajua pia Vyenga anajua kwenda na mpira vizuri, anajua kwenda na muda huu tulikuwa tu sehemu gani, muda huu tulikuwa tu maeneo gani, anaweza na kweli kafanya, isipokuwa bahati ndio hiyo, Simba anatolewa, lakini ni best performance alionyesha. Hongera kwake. Lakini kikubwa, kocha wa Simba anampenda sana Charles Ahoua. Ahoua kuna baadhi ya mechi hawezi, au atakiwa acheze dakika chache sana baada ya mchezaji mwingine aliyeingia kufeli. Mechi ya jana alikuwa hataki slow, alikuwa hataki mafikirio mengi kuliko kwenda mbele zaidi. Yaani mechi ya jana ilichukua twende kwao, sio mafikirio mengi, hapana. Ilikuwa chukua twende kwao, tukaimuona mbele, unampa afanye taniova zake ndani. Lakini yeye alikuwa anapata mpira ndio kwanza anaanza kupozesha, na wale ukipozesha Warabu ndio kwanza unawapa nafasi kabisa. Yani Warabu ukipozesha unawapa nafasi ya kufanya vizuri. Lakini nahisi mimi Charles Ahoua ni kipenzi cha kocha Fadlu, kipenzi kikubwa cha kocha Fadlu. Kwa maana hiyo ndio ilikuwa moja wapo ya ule upande kuwa kuto perform ipasavyo, na kufanya sababu za kutoa baadhi ya wachezaji wa nyuma kuwapelekea kuweka wachezaji wa mbele mtupu. Fadlu huwezi kumlaumu kwa wakati ule, ni muda ambaye hatuna cha kupoteza, tupoteze kabisa au turudishe magoli. Kwa maana hiyo Simba, ukiangalia performance nyingine, basi lack of muda mwingine, lack of experience, wamekosa baadhi ya experience ya kucheza mechi finali, huwezi kulaumu sana. Kuhusiana na uwanja, mimi siwezi nikasema si kwa sababu kwa taifa si kuna watu wengi, hizo nadharia hizo huwezi ukasema, yani hiyo sababu hiyo huwezi kuizungumzia mbele za watu wakakuelewa. Watu wanacheza neutral ground, sio uwanja wa Manchester, sio uwanja wa Tote, lakini Tote anashinda. Watu wanacheza neutral ground, sio uwanja wa Madrid, sio uwanja wa Liverpool, lakini Madrid anashinda. Kwa hiyo kuhusiana na uwanja, utaomba siku zote ucheze uwanja wa taifa? Kuna baadhi ya mashindano yanahitaji mechi moja tu, utaomba ucheze taifa wewe? Kwa hiyo kuhusiana na uwanja tusizungumzie sana. Tatu, refa kuna baadhi ya kipindi alikuwa anafanya uamuzi wa upande mmoja.
Hatusemi jana refa kachezesha vibaya sana, sio kweli. Hatusemi jana refa kachezesha vibaya sana, sio kweli, kwa sababu yani utakuja kuona baadhi ya maamuzi alikuwa anapendelea upande mmoja, lakini maamuzi yote aliyefanya mengine yalikuwa sahihi. Mtu anapata kadi nyekundu, unaona kabisa hii kadi nyekundu hataki kurudiwa, haina haja kurudiwa kwa sababu unaona sahihi. Alikuwa na yellow, yes second anapewa red. Ukisema eti ni ndogo sana refa amue. Sasa hiyo sasa usimseme refa, useme amue mwenyewe atoe story hiyo, sasa usimseme refa. Umeona? Lakini kuna baadhi ya makosa ambayo alikuwa anafanya, sio makosa alikuwa anapendelea, kwa sababu kuna baadhi ya faulu alikuwa anazifanya RS Berkane alikuwa anaacha, lakini kuna baadhi ya faulo zile zile alikuwa anafanya Simba alikuwa anaweka faulo. Yaani zinafanana kabisa faulo, lakini yeye alikuwa anaweka kwa upande wa Simba. Kwa maana yeye alikuwa kama ana upendeleo fulani wa design moja. Lakini hilo mimi sishangai. Kwa sababu gani sishangai? Nchi anayetoka yule refarii imepakana na Morocco, yaani majirani na Morocco. Anaongea Kifaransa, anaongea Kiarabu. Wale wanaongea Kifaransa, wanaongea Kiarabu. Kwa maana hiyo ile mechi kifupi imechezeshwa na mwamuzi ambaye alikuwa mzao wa upande mwingine. Japokuwa kuna mechi kwa kiasi fulani kwa 70% aliimudu, niseme kwa siku refa kosea sana aliimudu, lakini kuna baadhi ya maamuzi kweli hakuwa upande wa Simba, alikuwa upande wa RS Berkane. Na hiyo kidogo ilichangia sana. Simba alikuwa pungufu, lakini walikuwa wanapeleka mashambulizi mpaka Berkane wenyewe wanashangaa, na hiyo sishangai Simba kwa pungufu kwa mashambulizi, kwa sababu hata kicheza na Yanga muda mwingine Simba kwa pungufu wanapeleka mashambulizi na game kubwa Yanga kuliko hata na Berkane. Yanga na Simba ni dabi ya tatu kuliko Yanga na RS Berkane. Kwa hiyo mimi sishangai. Kwa hiyo iko yote kwa yote, mechi imeisha, tujiandae na msimu mwingine. Simba anakuja anacheza na Singida United, basi asivunjike moyo na asiwaze, kwa sababu akiwaza zaidi anaweza karibu mechi ya Singida. Na ana mechi mbili mfululizo za Singida. Kwa hiyo asiwaze tena finali, yaani ile imeisha. Awaze tena mechi ambazo zinazokuja na msimu unaokuja. Basi hayo ndio alikuwa kwenye mechi ambayo ya jana. Yote kwa yote hii tunasema imepita. Yaani imepita. Nikumbusha tu kama bado hujasubscribe channel yako, basi subscribe ili uanze kupata habari zetu punde tu tunapoziposti na ili kutusupport.